Fuatazo sasa tuvuke moja kwa moja hadi kwenye mpaka wa kaunti ya Kisii na Narok ambapo mkutano wa amani unafanyika katika mpaka huu katika maeneo bunge ya Transmara Magharibi na Bomachoge Borabu baada ya mapigano ya wiki mbili kufikia sasa kwa mtazamaji kwa madai ya wizi wa mifugo. Wakazi wamekuwa wakiishi kwa hofu licha ya amani kurejea baada ya mkutano wa amani kufanywa mapema wiki hii. Magavana kutoka kaunti zote mbili za jamii ya Maa na Bagusi. Hii leo waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alifika katika eneo hili kufanya mkutano na wakazi katika uwanja wa Mara. Sasa tusikize jinsi mkutano huu wa amani unaendelezwa kwa njia ya moja kwa moja. Tulete amani na wamama ndio wanaleta amani, sio wazee. Mahali penye mnakaa wazee waelewani, mmoja anaongea kutoka hapa na mwingine kutoka hapa, hiyo amani inaisha. Lakini kuanzia leo mimi nasema ng'ombe ilienda ilirudi, na kuna ng'ombe ya kwanza imebaki ilichukuliwa mwezi wa 3 tarehe 26. Tafadhali serikali yetu, tunataka hiyo ng'ombe irudi kwa niaba yenu ya serikali. Machifu wa eneo ile mahali ile ng'ombe ilipotelea wanajua mahali hiyo ng'ombe iko. Tafadhali tunaomba irudi. Sinakulirudisha hii ng'ombe. Na nitapongeza chifu wetu Steveni kwa sababu amefanya kazi mingi ya kurudisha hii ng'ombe ya nyuma. Tena nimekuambia uende urudishe ile ingine ndio serikali imechawa. Sasa pia ninasema ya mwisho, wenzetu serikali kuu, tunataka tuletewe maskani wenye wanakuja kuishi hapa soko. Tuko na nyumba pale ndani ya soko, hatuna serikali. Alafu tukifika Kenya hakuna gari ya serikali, Magena pia hakuna gari ya serikali inatusaidia. Sasa tumeomba amani, amani, amani idumu milele na milele. Nimewaambia majina ni Grace na Ndeki Morianga. Nimeona mtoto wetu wabadia kwetu hapo Zimbabwe na hii majirani yetu hapo zilitupatia kazi huko juu na tukateremka hapo kwa mpaka. Wenzetu wametenga hapa, tunakunywa maji pamoja nao. Sasa shida imetokea wapi? Hayo machache niyasikie, lakini serikali kuu msipofanya vile nimesema, nyinyi ndio mtajua. Hayo machache nitarudisha. Mama Grace, shukrani. Haya sasa kidogo tukiendelea hivyo tukimalizia kidogo tafadhalini. Nitafanya kujaribisha youth leader ambaye anaitwa Daudi Kuya. Daudi Kuya yuko wapi? Ikiwa Daudi Kuya yuko, tutamreplace yeye na Bwana Koros. Bwana Koros kuja kusema dakika mbili tu tafadhali. Haleluya, Bwana asifiwe. Tumshukuru Mungu. Najua kwamba Mungu ndiye anayeleta amani katika mioyo za watu. Hata tukiwa mahali hapa Bwana CS wa usalama tunasema sisi tukiwa mahali hapa, sisi ni watu wa kupendana.